Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ambao wanatarajiwa kuachwa kuelekea katika msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Yanga Sports Club wamepanga kufanya maboresho ili kuelekea katika msimu mpya ambapo watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na michuano mikubwa ya ndani kama kombe la ligi kuu ya NBC sambamba na mechi za kombe la CRDB Federation Cup ama FA. Sasa kwa upande mwingine klabu ya soka Yanga Sports Club ili waweze kusajili wachezaji wengine wapya ni lazima kuna nyota ambao moja kwa moja watakwenda kuwatema ndani ya kikosi hicho. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukakwambie ile orodha ya wachezaji ambao kwa upande mwingine wanakwenda kuachwa kwa sababu wengine wamegoma kuongeza mikataba, wengine watakwenda kutolewa kwa mkopo, na wengine wanaondoka mara baada ya mikataba yao kuweza kumalizika. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kumwacha ni golikipa anayefahamika kwa jina la Djigui Diarra. Sababu za Yanga kuachana na golikipa huyu raia wa Mali ni kwamba golikipa huyu anamaliza mkataba na tayari ameuarifu uongozi wa klabu ya soka Yanga kwamba hayuko tayari tena kuendelea na klabu hiyo kwa sababu ameitumikia kwa mafanikio makubwa. Kwa sasa anataka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Nyota wa pili ambaye klabu ya soka ya Yanga Sports Club watarajia kumwacha ni golikipa Abubakar Komeni raia wa Tanzania, ambapo golikipa huyu tunaona tayari kwa upande mwingine ameweza kumaliza mkataba mara baada ya kuitumikia klabu hiyo. Nyota mwingine ni Yao Otoula Kwas raia wa Ivory Coast, ambapo mchezaji huyu tunaona amemaliza mkataba wa mwaka mmoja ambao alisaini na yuko tayari tena kuendelea ndani ya klabu hiyo. Nyota mwingine ni Isra Patrick Mwenda raia wa Tanzania ambaye naye pia amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga, wanakwenda kuachana naye na ndio maana hata michezo ya mwisho hakuonekana akicheza ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Nyota mwingine ambaye amemaliza mkataba ni Shadrack Isaka Boka, ambapo Boka yupo katika mazungumzo na Yanga, kama watampa yale maslahi ambayo anataka basi ataendelea kusalia Jangwani. Nyota mwingine ambaye anakwenda kumaliza mkataba ni Mohamed Hussein Shabalala raia wa Tanzania, ambapo Mohamed Hussein tunaona kwa upande mwingine alisaini mkataba mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwaka mwingine, lakini tunaona kwa upande mwingine mpaka sasa Yanga hawajakaa mezani kuweza kumuongezea mkataba mwingine. Lakini nyota mwingine ni Frank Ansink, huyu ni beki raia wa Ghana ambaye kwa upande mwingine Yanga Sports Club alimsajili akitokea Singida Black Stars na tayari amemaliza mkataba wake, yupo huru. Nyota mwingine ambaye klabu ya soka ya Yanga Sports Club watarajia kumwacha ni Salumu Abubakar Shuaboy, ambapo Salumu Abubakar Shuaboy amemaliza mkataba wake na changamoto ya kutokucheza ndio ambayo inakwenda kumuondoa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ni Mohamed Damaro, mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo katikati, ambapo nyota huyu tunaona anakwenda kuachwa na kikosi cha timu ya soka ya Yanga mara baada ya kushindwa kuonyesha kiwango kizuri katika eneo la kiungo mkabaji. Nyota mwingine ambaye anakwenda kuondoka ni Faridi Musa Malikisha, ambapo Faridi Musa Malikisha amemaliza mkataba na klabu ya soka Yanga na changamoto kubwa ni kwamba nyota huyu hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, ndio maana anakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota mwingine ni Dennis Nkane the Wonder Kid, ambapo nyota huyu tunaona kutokana na changamoto ya kuto kupata nafasi Young Africans wanakwenda kumuuza, kwa sababu hata ukiangalia katika msimu uliomalizika hapa alikuwa akitumikia TR United ya pale hapa nchini Tanzania kutokea mkoani Arusha. Nyota mwingine ambaye anakwenda amemaliza mkataba na ameweza kuondoka ndani ya klabu ya soka Yanga ni Prince Mfumelo Dube raia wa Zimbabwe, ambapo Prince Dube tunafahamu wote kwa upande mwingine tayari ametambulishwa na klabu ya Hard Rock ambayo inashiriki ligi kuu nchini Zimbabwe. Kwa hiyo ndio hivyo Dube naye ameachwa na klabu ya soka ya Yanga Sports Club mara baada
ya kumaliza mkataba wake. Lakini nyota mwingine ni Depu, striker kutokea Angola, ambapo Yanga walimsajili wakitegemea mambo makubwa kwake, lakini ndio hivyo ameshindwa kuonyesha kiwango bora. Buba Jamen, huyu naye pia ni miongoni mwa mawinga ambao Yanga waliwasajili kutokea katika nchi ya Gambia, lakini naye pia ameshindwa kuonyesha kiwango bora, kuona hivyo ndio anakwenda kuachwa. Nyota mwingine ni Lassine Kouma, ambapo Lassine Kouma tunaona ni raia wa Chad, huyu ambaye alikuwa akicheza katika eneo la kiungo wa katikati. Nyota huyu pia ameshindwa kuonyesha kiwango bora, kwa hiyo ndio hivyo Young Africans wanakwenda kuachana naye. Nyota mwingine ni Mohamed Dombia. Mohamed Dombia ni mchezaji ambaye bado ana mkataba na klabu ya soka ya Yanga akiwa ni raia wa Ivory Coast, lakini tunaona Yanga tayari walishaachana naye, kwa hiyo kwa sasa watakwenda kutangaza rasmi kuachana naye, bila kumsahau Celestin Akwa ambaye alikuwa JS Kabylie kwa mkopo, na pia Yanga wamepanga kuachana naye. Lakini Emmanuel Manengo, raia wa Tanzania, mchezaji ambaye anacheza katika eneo la ushambuliaji, mara baada ya kushindwa kupata nafasi ya kucheza, Yanga watakwenda kumtoa kwa mkopo. Kwa hiyo ndio roza ama wafahamu wachezaji ambao moja kwa moja wanakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club.